Jenerali wa Kirusi Yaroslav Moskalik ameuawa kwa mlipuko wa bomu uliotokea katika mji wa Balashika karibu na Moscow. Moskalik, ambaye alikuwa naibu mkuu wa kurugenzi ya operesheni ya mkuu wa majeshi ya Urusi, aliuawa wakati bomu lililowekwa kwenye gari lililokuwa limeegeshwa lilipolipuka alipokuwa akipita karibu na gari hilo. Tukio hili limetajwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi kama shambulio la kigaidi na linaongeza mvutano kati ya Urusi na Ukraine, hasa kutokana na tuhuma za awali kuhusu mashambulizi kama haya. Kwa mujibu wa kamati ya upelelezi ya Urusi, bomu hilo lilikuwa na nguvu ya zaidi ya gramu 300 na lilikuwa na vipande vya chuma vilivyokusudiwa kuongeza madhara. Mlipuko huo ulisababisha uharibifu mkubwa, ikiwa ni pamoja na kujeruhi watu wawili na kuharibu majengo ya karibu. Tukio hili linafanana na mashambulizi ya awali yaliyolenga maafisa wa juu wa kijeshi wa Urusi, kama vile kuuawa kwa Jenerali Igor Kirillov mnamo Desemba mwaka uliopita kwa bomu lililowekwa kwenye skuta ya umeme. Kifo cha Moskalik kimetokea wakati wa ziara ya mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff, ambaye alikuwa na mkutano na Rais Vladimir Putin kujadili mpango wa amani kati ya Urusi na Ukraine. Tukio hili linaweza kuathiri mazungumzo hayo, hasa ikiwa itathibitishwa kwa Ukraine ilihusika na shambulio hilo. Moskalik alikuwa na historia ya kushiriki katika mazungumzo ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na mazungumzo ya Normandy Format mwaka 2015 yaliyolenga kumaliza vita kati ya Ukraine na waasi wanaoungwa mkono na Urusi. Kifo chake ni pigo kubwa kwa jeshi la Urusi na linaongeza wasiwasi kuhusu usalama wa maafisa wa juu wa kijeshi nchini humo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi imeelezea tukio hilo kama shambulizi la kigaidi, ikithibitisha kuwa Moskalik alipoteza maisha kutokana na mlipuko mkubwa uliosababishwa na kifaa chenye nguvu ya zaidi ya gramu 300 za TNT. Ripoti zinaeleza kuwa mauaji ya halaiki yangeweza kutokea iwapo bomu hilo lingelipuka wakati wa shughuli nyingi za raia, kwani eneo lililolengwa lilikuwa na watu wengi wakati wa tukio. Wachambuzi wa usalama wanaonya kuwa tukio hili linaweza kuongeza mvutano kati ya Urusi na Ukraine, hasa ikiwa ushahidi utathibitisha kuhusika kwa Kiev kupitia vikosi vyake vya kijasusi. Kwa sasa, uchunguzi unaendelea huku hali ya tahadhari ikiongezwa katika miji mikuu ya Urusi kwa hofu ya mashambulizi mengine. Tukio hili linaongeza wasiwasi kuhusu mwelekeo wa vita vinavyoendelea mashariki mwa Ulaya na linaibua maswali mapya kuhusu usalama wa viongozi wa kijeshi na raia katika miji ya Urusi.